kumwalika Mheshimiwa Dickson Lutevele. Karibu sana uzungumze na wana Mafinga. Mafinga hoye! Mbunge wetu hoye! Lutevele safi! Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa, Mheshimiwa manaibu wa mawaziri, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima kukukaribisha kwenye jimbo letu la Mafinga, na kwa niaba ya wana Mafinga wote naomba uniruhusu nitumie dakika moja tukuimbie wimbo maalum ambao tulikuwa tumekuandalia kwa sababu tumekusubiri sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nyeno aleke tukuvingongo wa indembwe ya kumilanzi twaivasile, indembwe ya kumilanzi twaivasilu lupembu welu. Indembwe ya kumilanzi twaivasile, indembwe ya kumilanzi twaivasilu lupembu welu. Mwigulu Nchemba oye! Bado sijasikia wana Mafinga. Mwigulu Nchemba oye! Mama Samia hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, wimbo huu ni maalum kwa ajili yako na mara nyingi huwa wanaimbiwa machifu. Karibu sana kwenye jimbo hili la Mafinga mjini. Sisi hapa Mafinga mjini, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mambo mengine mengi sana, tulicho nacho ni shukurani kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mama shupavu, mama kiboko, mama aliyevunja rekodi na rekodi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wana Mafinga tunatoa shukurani kwa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu katika kipindi chake cha uongozi na katika kipindi ambacho wewe kama waziri wetu mkuu yako mambo mengi yamefanyika, basi ni kipindi hiki. Katika halmashauri yetu sisi ya Mafinga mjini tunajivunia ngao kubwa 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza hapa Mafinga mjini na wilaya ya Mufindi, sisi ngao yetu kubwa ni ushirikiano, umoja na upendo. Tunashirikiana sisi kama viongozi, lakini tunashirikiana vizuri na Chama cha Mapinduzi, tunashirikiana vizuri na viongozi wa dini. Lakini tunayo shukrani ya pekee kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi mkoa wa Iringa pamoja na wilaya ya Mufindi tumependelewa sana. Ametuletea viongozi ambao wanatuongoza vizuri, viongozi ambao kila wakiamka wanawaza maendeleo, nao wanaongozwa na mkuu wetu wa mkoa Comrade Hale James. Lakini mkuu wetu wa mkoa huyu anasaidiwa kwa karibu sana na viongozi wake walioko huku wilayani. Hapa wilayani tunaye mkuu wa wilaya Jembe, mkuu wa wilaya makini, mwenye uwezo na anayetushirikisha karibu kila jambo, Daktari Linda Salekwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi mbunge wa jimbo hili nimechaguliwa kushika nafasi hii mwaka jana, lakini ninao ndugu zangu ambao tulichaguliwa pamoja, waheshimiwa madiwani, ambao kwa pamoja tunafanya kazi kwa ushirikiano, tukiongozwa na mkurugenzi wetu, mama yetu mkurugenzi Jembe, mkurugenzi mashine, mkurugenzi mlezi, mkurugenzi mwenye kila aina ya sifa, mama yetu Fidelika Myowela. Mama yetu tafadhali simama.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkurugenzi huyu sio tu anapendwa na viongozi, lakini anapendwa mpaka na wananchi kule, na ndio maana wanampigia makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maneno hayo, naomba nitoe shukrani kwa serikali kuu. Sisi halmashauri jimbo la Mafinga tumepokea shilingi bilioni 41.1 katika kipindi cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6 ambazo zimekwenda kwenye maendeleo katika jimbo letu hili la Mafinga mjini. Hapa tunayo miradi mikubwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mradi wa kwanza mkubwa sana ambao tunaishukuru serikali. Sisi hapa Mafinga tuko kando kando ya barabara kuu iendayo kusini. Serikali katika kitengo cha afya iliona ipo haja, kwa sababu wananchi wengi walikuwa wanapata ajali, ikaona ipo haja ya kujenga mtambo wa kuzalisha hewa afya, yani oxygen plant. Tunao hapa Mafinga katika mikoa ya nyanda za juu kusini. Mtambo huu uko hapa na umegharimu bilioni 1.7. Atufanyie nini Daktari Samia Suluhu Hassan? Hebu tumpigie makofi na vigelegele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo la Mafinga mjini linazo kata 9, lina mitaa 30 na vijiji 11, vitongoji viko 50. Lakini tayari ninapozungumza, katika fedha tulizoletewa na serikali kuu pamoja na fedha za ndani za mapato ya halmashauri, tunavyo vituo vya afya 3 ambacho ni kituo cha afya, tunavyo 4, kituo cha afya cha Ifingo, kituo cha afya cha Ihongole, kituo cha afya cha Bumilainga, lakini pia tunacho kituo cha afya cha Upendo ambacho kinakamilishwa kwa mapato ya ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na shukrani hizo kwa serikali, naipongeza sana, na katika hili naomba nirudie tena kumpongeza mkuu wetu wa mkoa pamoja na timu yake kwa kuzisimamia vizuri halmashauri zetu. Halmashauri yetu ni moja kati ya halmashauri zinazofanya vizuri sana kwenye makusanyo, na hii inasaidiwa na uwepo wa mpango mzuri wa serikali katika kuendeleza misitu ikisimamiwa na Wizara ya Maliasili na Utalii chini ya TFS. Hapa kwetu mapato, sisi halmashauri yetu imekuwa ikipanda kwenye makusanyo kila mwaka, na jambo hili ni jambo la kuishukuru sana serikali, na tunawashukuru wana Mafinga. Mwaka 23-24 tulikuwa na takriban makusanyo ya bilioni 7.8, lakini hivi ninavyozungumza leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika mwaka huu ambao unaisha tarehe 31, tayari tumekusanya bilioni 8.7 sawa na 112%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili jema linasimamiwa na madiwani wetu na wataalamu wetu wa halmashauri. Tafadhali waheshimiwa madiwani, naomba msimame tukiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri. Naomba uwatambue viongozi hawa ambao kwa pamoja wanashirikiana na wataalamu kusimamia mapato yetu. Lakini kama nilivyosema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunampongeza sana na tunampenda sana mkurugenzi wetu mama yetu Fidelika Mnewela, kwa sababu watu hapa wanakusanya mapato bila kinyongo. Anakuelimisha, anakufundisha faida ya kodi, na site anakwenda yeye mwenyewe kutumia halaiki hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda sana 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 kumpongeza mkurugenzi huyu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maneno hayo, naomba pia kuishukuru serikali katika kuhakikisha kwamba inashirikiana na taasisi binafsi pamoja na taasisi za serikali. Sisi hapa kwenye jimbo letu ziko taasisi za serikali na ziko taasisi za binafsi zinazosaidiana kuleta maendeleo kwenye jimbo letu. Nianze na taasisi binafsi. Tunao taasisi inayosaidia sana kwenye jimbo hili kuhakikisha kwenye maeneo ya taasisi kama shule za msingi pamoja na zahanati kunakuwa na maji, ni Water for Africa. Lakini wapo wadau wengine, PDF, nao wanatusaidia kwa ukaribu sana. Taasisi hizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zimekuwa msaada na bega kwa bega kuhakikisha kwamba
watu wetu wanaendelea kupata maji wakati serikali ikiwa na mpango wa kusogeza maji zaidi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba utambue na kwa hadhara hii ijue kwamba tunaishukuru serikali chini ya Wizara ya Maliasili. Hapa kwetu sisi uchumi wetu kwa kiwango kikubwa unachangiwa na uwepo wa msitu wa Sawhill unaosimamiwa na TFS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwepo wa msitu huu sio tu ndio muhimili wa mji wa Mafinga, lakini umekuwa ukichangia ajira kwa kiasi kikubwa sana kwa vijana wetu. Na nitaomba nitumie sekunde chache kuelezea jambo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa kwetu TFS kusimamia shamba la Sawhill tunanufaika sana wananchi. Tunapata uwepo wa ajira zisizo rasmi na zilizo rasmi. Karibu kila mwaka wananchi 3,000 wanapata ajira kutoka kwenye shamba la miti Sawhill. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kuhakikisha tunaendelea kutunza mazingira, TFS wamekuwa na utaratibu wa kutoa miche ya kupanda, miche ya miti kwa kila mwananchi mwenye uhitaji. Anaandika barua, anapewa miche na anakwenda kupanda miche iliyotunzwa vizuri, iliyosimamiwa vizuri. Na hiyo sio tu inaongeza pato la mwananchi mmoja mmoja, lakini inatunza mazingira na kutunza pia vyanzo vya maji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jimbo hili la Mafinga katika wilaya ya Mufindi yenye viwanda vikubwa na vidogo takribani 30, 80% ya viwanda hivyo vipo jimbo la Mafinga mjini. Na viwanda hivyo kwa kiwango kikubwa vinategemea malighafi kutoka shamba la miti Sawhill. Huko kwenye viwanda kuna karibu kila kiwanda kimoja kinaajiri wananchi wasiopungua 2,000 mpaka 3,000 katika mnyororo wa thamani. Wapo wanaokata miti polini, wako wanaopakia, wako wanaosafirisha miti. Wote hao wanategemea keki hii ya taifa ambayo serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuisimamia chini ya mkuu wetu wa shamba. Tunaye mkuu wa shamba la miti Sawhill ambaye ni mtumishi wa TFS. Naomba kama yuko hapa tafadhali na yeye uweze kutambua mama huyu anafanya kazi kubwa, na wananchi hapa wanapata malighafi kila mmoja kwa mahitaji yake. Tunaipongeza TFS na tunashukuru sana kwa jambo hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, halmashauri yetu imeendelea kutoa mikopo ya 10% kwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Katika mwaka wa 2024, 2025 na 25-26 halmashauri yetu mikopo ya 10% imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2 na 477. Fedha hizi vipo vikundi na wanavikundi wako hapa wanaonufaika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa baada ya shukrani hizo na baada ya maelezo hayo nieleze machache ambayo ni changamoto kwenye jimbo letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na hayo mazuri niliyoyaeleza, yako machache ambayo ni changamoto kwenye jimbo letu la Mafinga mjini. Changamoto ya kwanza kwenye jimbo la Mafinga mjini ambayo ni changamoto mama, ambayo sisi wana Mafinga mjini tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tusaidie, ni changamoto ya maji. Kwenye mji huu wa Mafinga changamoto ya maji ni kubwa mno na imekuwa ina shida sana, hasa kipindi cha kiangazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika jimbo hili na katika mji huu wa Mafinga, mradi wa maji tunaoutumia sasa hivi ni mradi wa maji wenye uwezo wa kukidhi mahitaji ya watu 8,000 tu. Lakini watu katika jimbo letu la Mafinga mjini, sensa ya mwaka 2022 tuko watu 122,000. Kwa hiyo maji hayatoshi. Lakini tunaishukuru serikali upo ili tupatia mradi wa miji 28, mradi wenye uwezo wa kusambaza maji milioni 11. Mradi huo mpaka sasa uko 23% tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu ukikamilika utasaidia sana kusambaza maji na tutakuwa na excess ya maji lita 300,000 kila siku. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba jambo hili, mimi nikiwa mwakilishi wa wenzangu ambao wangeweza kusema na wao, naomba sana utusaidie mradi huu ukamilike haraka, kwa sababu hili ndio hitaji kubwa sana la mji wa Mafinga.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mradi huo wa maji, wakati nikiwa bungeni nimesikika mara nyingi nikizizungumzia barabara ambazo wakati mwingine zingine zinakwenda kwenye majimbo ya wenzangu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tulipo ndipo katikati ya wilaya ya Mufindi. Barabara inayotoka Mafinga kuelekea Itimbo kwenda mpaka Mapanda mpaka Kisusa mpaka Mlimba inaanzia Mafinga. Barabara inayotoka Kinyanambo A kwenda Isalavanu inakwenda mpaka Madibila ikipitia Sadan inatokea Mafinga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayo barabara kuu ambayo wewe waziri wetu mkuu, kiongozi mwelevu na bingwa kabisa, uliitolea maelekezo ukiwa pale Igole. Barabara ambayo wananchi hawa wengi wanatoka kwenye barabara hiyo ni barabara ya Mafinga Mgololo, ambayo ni hiyo hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hiyo wananchi hawa wanaisubiri kwa hamu, walipokea maelekezo ya serikali. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tulipo ndipo eneo ambalo barabara hizo zikikamilika, ambazo zinasimamiwa na TANROADS, sisi wana Mafinga na wana Mufindi kwa ujumla wetu tutakuwa tumepona. Barabara hizo ninazozitaja ndiko yaliko mazao ya chai, ndiko yaliko mazao ya miti, ndiko wavunaji wa msitu wa Sauili wanakotoa malighafi. Lakini ubaya wa barabara hiyo, magari na vitendea kazi vinavyopita vinaharibika sana, na hivyo kufanya wananchi wapate hasara na ugumu wa kuendesha kazi zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiacha barabara hizo zinazosimamiwa na TANROADS, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunazo barabara zinazosimamiwa na TARURA. Barabara kuu zinazosimamiwa na TARURA ni barabara inayotoka kata ya Changalawe inakwenda Mtula, inakwenda Bumilainga mpaka Kisada. Barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati wa mvua haipitiki kabisa. Tungeomba barabara hii itengenezwe kwa kiwango cha Changalawe ili iweze kupitika kwa nyakati zote. Lakini tunayo barabara inayotoka kata ya Lungemba, inatokea Makwawa kupitia Maduma mpaka Isalavanu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii ni mbovu mno. Wakati wa mvua watu hawapiti kabisa, na ndiko kiliko chuo cha maendeleo cha Lungemba, chuo kilichoasisiwa na mkoloni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiacha barabara hiyo, na kuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu utusaidie barabara zinazosimamiwa na TARURA katikati ya mji. Zipo barabara Mheshimiwa Waziri Mkuu ambazo zikitengenezwa zinaleta urahisi sana kwa wananchi. Sasa hivi hata bajaji bei yake imekuwa kubwa sana kwa sababu ya ubovu wa barabara. Barabara inayotoka Bango la Koka kwenda Lumwago, barabara ya Mbagala, barabara inayotoka Meti inayotoka Southern kwenda Meti, na barabara zingine katikati ya mji. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi barabara ni kero. Tunaomba TARURA ikiwezekana waongezewe budget ili waweze kutengeneza kwa kiwango kizuri barabara hizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati naelekea kumalizia, sisi kwenye mji huu wa Mafinga, halmashauri ya mji wa Mafinga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, inayo stendi ndogo ambayo ilitengenezwa kama mchepuo. Sisi tulipewa mradi wa TACTIC kwenye mji wetu wa Mafinga. Mradi huo tulipewa barabara ya kilomita 11.8, tulipewa soko la kisasa, tukapewa stendi ya mabasi ya kisasa yenye thamani ya shilingi bilioni 20.7. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi ninavyoongea, barabara hiyo ya TACTIC haijaanza kujengwa, na barabara hiyo ilikuwa iwe imekamilika tokea mwaka jana. Sisi hapa Mafinga hatuna stendi. Kukamilika kwa stendi ile, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kutasaidia kuongeza ajira kwa vijana wanaojishughulisha na shughuli za pale stendi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sana jambo hili liweze kupatiwa ufumbuzi. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza mwanzo, mji huu wa Mafinga, jimbo letu la Mafinga ni mji wa viwanda. Hapa Mafinga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tatizo jingine, tumekuwa na umeme katika vijiji vyote, tumekuwa na umeme kwenye vitongoji vyote kasoro vitongoji 6 tu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hili tunaishukuru na kuipongeza serikali kwa sababu umeme umefika mpaka kwenye vitongoji kasoro vitongoji 6 tu ambavyo navyo viko kwenye mradi wa sasa hivi vitamaliziwa. Lakini tatizo kubwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kukatika kwa umeme kwenye mji wa Mafinga.
tatizo hili limekuwa kubwa, wananchi wanalalamika sana, mali zao zinaungua. Wapo wafanyabiashara wanaofanya biashara za kuonesha TV, mipira, wako wanaofanya biashara za mamalishe, wako wanaofanya biashara za baa, wanaonesha mpira. Tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tatizo hili pamoja na kuwa mimi mbunge nimelifuatilia na nimepata majibu kwamba kipo kituo kinachojengwa kwenye jimbo letu hili kata ya Bumilainga, kijiji cha Kisada, chenye uwezo wa kukamilisha megawati 96. Tunaomba kukamilika kwa haraka kwa kituo hiki, kwa sababu kilikuwa kimesha kamilika, lakini sasa tumeambiwa kitakamilika mwezi wa 12. Tafsiri yake ni kwamba tabu ile bado inaendelea ya umeme kukatika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema maneno hayo, ninakushukuru wewe kwa kunisikiliza. Naomba nikukaribishe Mafinga. Sisi wana Mafinga tunakupokea kwa moyo mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunakupenda. Tumeona kazi zako unazozifanya, tumeona namna unavyojibu kero za wananchi, tumeona namna serikali inavyowafikia watu, na leo upo hapa kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana Mafinga, tuko tayari kukusikiliza. Asante sana. Vila oye! Vila safi! Amesema hajasema, mmemtuma hamjamtuma, kafikisha hajafikisha. Tumpigie makofi mengi sana sana sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge. Na sasa Mheshimiwa